Salini ndugu, sadaka yangu na yenu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Baba uliye mtakatifu, mwanao alitaka kuwatawadha wanafunzi miguu ili kutupa sisi kielelezo. Tunakuomba uvipokee vipaji vya utumishi wetu na utujalie, ili kwa kujitoa sisi wenyewe kama dhabihu ya kiroho tujaziwe roho ya unyenyekevu na juhudi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, ulimweka mwanao pekee aliyepakwa mafuta na Roho Mtakatifu kuwa kuhani mkuu wa Agano Jipya na la milele. Ukapenda kwa mpango wa ajabu ukuhani wake pekee hudumu katika kanisa, maana yeye mwenyewe analipamba taifa lojipatia kwa ukuhani wa kifalme, na kwa wema wa kindugu amewateua pia watu ili washirikishe huduma yake takatifu kwa kuwekewa mikono. Nao walitangulie taifa lako takatifu katika mapendo, walilishe kwa neno lako na kuwatia uzima kwa sakramenti. Nao wakichua nafsi zao kwa ajili yako na kwa wokovu wa ndugu zao, wajitahidi kufanana na sura ya Kristo mwenyewe, na wadumu katika kushuhudia imani na upendo kwako. Kwa hiyo, Bwana, sisi nasi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa shangwe: Bwana
Bwana, kweli u mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, na vitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huache kukusanya watu kwako, ili toka maawili ya jua hata macho yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusifu kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea, uvitakase, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia uje wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wako wote, ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na uokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Judith Tadeus Ruwaichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu, maaskofu na hawa watumishi wako uliopenda kuwapa leo daraja ya ushemasi, na waklelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Sikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako.
kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliambia mtume wako, amani waacheni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu, lakini imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili ungekuwa, lakini sema neno tu na roho yangu